Usiani na uwanja tofauti. Umiliki wa klabu na umiliki wa kiwanja ni vitu viwili tofauti. Umiliki wa klabu 49% ndio zitakazouzwa. Kwa hiyo wakati wote klabu ya Yanga itakuwa ni majority shareholder ikiwa na 51%. Na zoezi hilo la kwanza kumsajisha bado hatujaliana. Kwa hiyo kwa sasa klabu ya Young Africans inamilikiwa 100% na wanachama wake. Sasa tunakuja kwenye huu mradi wa uwanja. Hii ni project tofauti. Kwa nini tofauti? Kinachofanyika hapa klabu ya Young Africans inataka uwanja. Na mtu anakuja kuwekeza. Ukiwekeza kwenye uwanja, upasi kuwa na haki ya kumiliki klabu. Kwa hiyo tumetengeneza mfumo wa kuilinda klabu yetu. Hakutakuwa kuna penetration ya mtu moja kwa moja kwenye klabu kwa sababu anamiliki mradi fulani. Kwa hiyo tukasema hili linapaswa kuwa ni special project, na project hii inatakiwa iwe na uongozi wake, iwe na umiliki wake. Kwa sababu Young Africans inataka kujenga uwanja na mwekezaji amepatikana. Tunachokifanya ni kufungua kampuni. Kwa klabu ya Young Africans kwa kushirikiana na mwekezaji wetu itafungua kampuni. Kampuni hiyo ndio itakayomiliki uwanja. Na katika kampuni hiyo inamiliki uwanja ndio 50% ya umiliki utakwenda Young Africans, 50% utakwenda kwa mwekezaji ambaye ni GSM. Kwa hiyo Young Africans itabaki kwa 100% ya kwake, hakutakuwa kuna umiliki kwenye ownership ya club, lakini kwenye mradi ndio tutakuwa tuna partnership na GSM. Sasa mchango ni nini? Imekuja swala la nyuma. Mchango wa Yanga ni nini na mchango wa mwekezaji ni nini? Mchango wa Yanga kwenye hii kampuni mpya itakayomiliki uwanja ni kuleta ardhi yake ambayo tunaimiliki kwa sasa hivi kama Young Africans. Kwa hiyo ndio mchango wetu kwenye mradi. Na mwekezaji analeta nini? Mwekezaji ataleta fedha za kujenga uwanja. Tunapokutana na mwenye ardhi na kuleta fedha, hapo ndo tunaiunda kampuni. Kwa sasa mfumo wa kampuni utakuwa ni kampuni mpya tutakayoformulate kuanzia sasa hivi baada ya kusaini MOU ya leo. Kwa hiyo mwanasheria Jumatatu tuna expect kampuni iwe tayari. Mchakato wake wa kusajili utakuwa uanze. Na kampuni hiyo itakuwa na 50% za Yanga na 50% za GSM. Kampuni hiyo itakuwa na board. Kwa hiyo kwenye board pale itakuwa kuna wakilishi kutoka Yanga, kutakuwa kuna wakilishi kutoka GSM. Na wenye viongozi wa bodi hiyo ndio watakaochagua au kumwajiri CEO au general manager wa kuendesha uwanja. Kwa hiyo operation za uwanja zitakuwa chini ya bodi. Na bodi hiyo ikimwajiri CEO au general manager au meneja wa uwanja, na timu yake nzima watafanya majukumu ya kuendesha shughuli za uwanja. Kwa hiyo narudia, mchango wa Young Africans utakuwa ni ardhi, mchango wa mwekezaji utakuwa ni fedha. Lakini Young Africans itakuwa inaleta biashara. Tukumbuke Young Africans timu ya mpira wa miguu inahitaji kutumia uwanja. Kwa maana hiyo Young Africans italeta biashara ya ununuzi wa uwanja straight away. Na kwa sababu uwanja huu utakuwa unamilikiwa na taasisi mbili, uwanja huu utakuwa na kila sababu ya kuingia Yanga exclusively, lakini na pia itatoa fursa kwa watumiaji wengine wa uwanja. Utakapotokea klabu yoyote inataka kutumia uwanja kwa ajili ya mechi zake itatumia. Inapotokea tukio la kijamii, kuna shughuli za kidini, kuna shughuli za kimuziki, jukumu la management ya uwanja kuhakikisha linaongeza mapato na matumizi ya uwanja huu. Hii sasa wawekezaji wanufaike na mapato na Yanga anufaike na mapato. So ni wawekezaji wa muda gani? Nilisema awali wakati tunafanya presentation. Kuna mfumo unaitwa build, operate and transfer. Kama unajenga, una operate, alafu una transfer. Kutransfer inakuja hatua ya kurudisha ule uwanja kwa Yanga. Mfumo huu tuliukataa kwa sababu tunapofanya build, operate and transfer tunaruhusu 100% za uwekezaji kuendesha uwanja na sio kwa Young Africans. Sisi tunataka sasa hivi tumiliki uwanja na kesho tumiliki uwanja. Build, operate and transfer inakupa fursa ya kumiliki uwanja utakaporudishiwa. Na niwaambie hesabu za uwanja
Hesabu za uwanja ziko very tricky. Nikupa mfano, uwanja wa KMC, matumizi ya uwanja kwa mechi moja ni takriban milioni 6 kufanya mechi moja. Ukisema mtu amiliki uwanja baada ya kurudisha fedha zake, haitakuwa miaka 5, 10, 20 wala 50. Ukipiga hesabu mwenyewe, mfano 6 milioni ya uwanja wa KMC na investment ilifanyika, ukaimultiply na namba ya mechi utakazocheza, inawezekana operation ya kurudisha fedha zake inaweza kutumia hata miaka 50. Kwa hiyo tuliona hatuna sababu ya kwenda kwenye build operate and transfer, tulikwenda kwenye partnership ya shares 50% kwenye klabu ya Yanga immediately baada ya uwanja kukamilika na 50% za mwekezaji immediately baada ya uwanja kukamilika. Nafikiri bila kumsema haitakuwa flash kwa kwenye ya yuka sawa na kuelekea kama kwenye tunacheza mpaka finali kabisa mbele ya Zanzibar kwa jana uwanja wa nakumbuka jana mchezo finali ya CAF Zanzibar kwenye uwanja wa Amani Stadium. Tunakwenda naye ni hybrid ambayo asilimia kubwa itakuwa ni national, asilimia chache sana itakuwa ni swala lingine. Swala la kwanza ni kuhusiana na nijibu swala la pili ambalo linahusiana na nani anaanza. Serikali imesha sign mkataba na kandarasi ambao kandarasi anaanza na mto. Tunajua kuna miradi mitatu inaendelea sasa. Daraja la Jangwani limeshaanza kujengwa, daraja la Kigogo na daraja liko Kinondoni, daraja la tatu imeshaanza. So kilichofanyika moja kwa moja ni mkandarasi sasa kupata fursa kwa kujenga mto na ameshaanza kujenga mto sasa sign na wengine wameshaanza kufanya mobilization. Sisi kama tuani ya Yanga tumepewa, tutakuja kwenye technical parameter, tumeshakuwa elevation na ambazo tunataka tu sababu chini tulikuwa ni kutoka kwenye mto kwa fulani ambao watu wanakuwa tumbia kama sehemu za kutembea jioni na watoto kucheza. Hiyo ni kwa level ya baada ya mto. Alafu kuna level ya tatu ni level ya miundombinu ambayo ni uwekezaji wa ujenzi wa hoteli, restaurants na uwanja wengi. Kwa hiyo tumekuwa elevation ya hapo pale ambapo uwanja unatakiwa ukae, na hizo elevation tunaziingiza kwenye michoro kuhakikisha kwamba sehemu ambazo zinahitaji kujengwa tutazijaza kufika kwenye huo uwezo. Kwa ufupi, tunaanza sisi sambamba na mradi unaoendelea, lakini zile dimensions tumeshapewa zinazotuhusu sisi kuendelea. Hakutakuwa kuna muungano wa kimfumo sisi tukiwa tumeanza au wao wakianza. Kwa hilo ni la kwanza. Umeuliza swala la pili la naming right ya uwanja. Naming right ya uwanja ni right ya 50% kwa club na right ya 50% kwa mwekezaji. Nitakupa mfano, najua wote ni wanahabari na mnafuatilia usuri. Klabu ya Atletico Madrid ina uwanja, historia yake ya nyuma ilikuwa inamiliki uwanja unaoitwa Metropolitano. Na baada ya hapo wakahamia kwenye uwanja wao miaka kadhaa iliyopita unaitwa Vicente Calderón. Ni jina la kiongozi ambaye alikuwa anasimamia hiyo timu. Baadaye klabu ya Atletico Madrid ikajenga uwanja mpya ukaitwa uwanja Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano ni mjumuiko wa majina mawili. Jina la kwanza la Wanda kwa maana investor, it's a Chinese investment ambayo ilikuja kushirikiana nao kwenye ujenzi, na wale wa China wanaitwa Wanda Investment kwa wakachukua jina la Wanda kama sehemu ya jina la uwanja, na Metropolitano ikawa ni jina la pili la uwanja huu, likiwa linarudisha historia ya nyuma ya klabu ya Atletico Madrid kwenye uwanja wake wa kwanza wa Metropolitano. Na baadaye Atletico Madrid baada ya kumaliza mkataba wao na Wanda wakahamia kwenye kampuni ya ndege ambao nafikiri inaitwa Riyadh Air something like that. Kwa hiyo uwanja unaitwa Riyadh Air Metropolitano. Na mkataba ulipokwisha naming right
wakampata mwekezaji mwingine kwenye eneo la jina, na sasa hivi hawaitu tena hao majina mawili, kunaitwa jina jingine. Kwa hiyo klabu ya Young Africans kwenye naming right ya uwanja itabeba jina la GSM na itabeba jina la Yanga kwenye kuita jina la uwanja wetu, na GSM ambayo ana asilimia 50 ya right atakuwa na uwezo wa kumiliki jina hilo kama na klabu ya Young Africans itakuwa na uwezo wa kumiliki jina kama nusu ya asilimia 50 ya umiliki wake. Na baada ya miaka miwili mitatu tukiamua klabu ya Young Africans tukaondoa jina letu la Yanga tukaweka mwekezaji kwenye naming right, tunayo hiyo nafasi na standard practice inaonyesha duniani. Kwa hiyo kwa ufupi, asilimia 50 ya jina itatoka kwa mwekezaji na asilimia 50 ya jina itatoka kwa klabu ya Young Africans. Hiyo itakuja baadaye wakati wa naming rights. Sasa hivi ni square meter 37,500. Swali yako mazuri sana. Swali la kwanza ni kuhusiana na matumizi ya uwanja. Tunatarajia uwanja huu utakuwa ni multi purpose, utafanya majukumu mengi. Ukiachilia mbali mpira wa miguu, unaweza kuhusu matukio mbalimbali ikiwemo matukio ya kijamii kama matukio ya kidini. Tumeona kwenye viwanja vyetu mihadhara ya Uislamu, mashindano ya Qur'an, lakini tumeona pia mihadhara ya kina mama, tumeona pia mihadhara ya Kristo, tumeona kwa mashindano mbalimbali ya kidini. Yote tunapata fursa ya kuyatengenezea platform ya wao kushiriki kwenye kutumia uwanja huu. Kwa hiyo ni eneo muhimu. Uwanja huu utakuwa ni multi purpose, utafanya majukumu mengi. Kama nilivyosema, pia kampuni ambayo itakayokuwa inaendesha uwanja huu itakuwa jukumu la kuongeza mapato. Kwa hiyo huwezi kujilimit kwenye football pekee yake. Tunatarajia watakuwa na nafasi kubwa ya kuuza huduma za uwanja ili iweze kutumika. Nakumbuka kwenye hilo eneo la matumizi, kuna kijana wetu mmoja ambaye ni afisa habari wa klabu ya Young Africans alitoa ahadi ya kwamba harusi yake atakuja kuoa uwanja wa Yanga utakuwa. Na hii ni fursa pekee ya kwamba shughuli za kiharusi pia kufanyika kwenye uwanja, na huenda ikawa kama atakuwa tayari anaweza kuwa ni mtumiaji wa kwanza. Sijui kama yuko tayari mwisho, lakini anaweza kuwa ni mtumiaji. Kwa hiyo matumizi ya uwanja yatakuwa bila kikomo. Eneo la pili, uwanja huu utakuwa na quality ya juu sana. Kwenye maeneo ambayo tunayatazamia, tutakuwa na maeneo ya watazamaji wa kawaida, tutakuwa na maeneo ya watazamaji ambao ni VIP, tutakuwa na maeneo ya VIP, tutakuwa kuna maeneo ya box. Nafikiri mtandao familia unit ya klabu ya Yanga itaweza kuonyesha muonekano wa ndani kwanza. Utaona tutakuwa na boxes, yani mtu anaweza kuwa na akanunua au kalipia chumba kimoja katika uwanja kinachobeba watu 10, na chumba hicho kitakuwa kina mahitaji yote kuanzia makazi, utakuta sofa, utakuta television, utakuta counter na vinywaji, utakuwa na chumba kwako binafsi, lakini pia utakuwa na uwezo wa kutazama mpira ukiwa hapo na kioo kikubwa kitakacho kufursa kutazama uwanja ukiwa ndani ya chumba chako. Lakini pia utakuwa na uwezo wa kutoka ukawa ni section zako hizo ndio kurudi katika kila box. Kwa hiyo high level, high quality stadium. Lakini pia uwanja wetu utakuwa ni uwanja wenye presidential suite. Kwenye second floor kutakuwa kuna chumba maalum cha marais, wanaweza kufanya kutazama mpira kwa salama kabisa. Tutakuwa sina vitu vingi kwa mfano kwa watu wenye mahitaji maalum, kuna lift zinazowapeleka watu wanahitaji mahitaji maalum, lakini pia other facilities ndani ya uwanja za kutoa nje ya uwanja. Kutakuwa kuna shops za kuuza vifaa mbalimbali, kutakuwa kuna money services kama transfer za kibenki na ATM, kutakuwa kuna restaurant services za chakula zitakuwepo. Kwa hiyo uwanja huu umebeba vitu vingi na dhamira kubwa ni kuhakikisha una maximize matumizi yake. Kwa swali la kuingilia katika mikakati, karibu uwanja unaanza kujengwa lini, lakini pia utagharimu kiasi gani, maana pengine estimation cost. Asante. Uwanja unaanza kujengwa kesho. Wanasheria uwanja
tutaanza kujenga kesho. Kinachohitajika tumesha saini, kinachohitajika hapa ni kuomba vibali na kuanza kufanya kazi. Watumishi wa uwanja kwenye kubali watakuta lakini imeuliza kuhusu gharama za uwanja. Gharama za uwanja tuko katika final stages. Tumeshapata gharama za structure, tumeshapata gharama za finishing, tuko katika hatua za mwisho za kukusanya, tunasema functions, ni vitu ambavyo vinakuja kwa ajili ya uwanja. Sasa hii taarifa kwa vile vitoa rasmi utakuta bado shirika kama tunasema kubaliana ujenzi wa uwanja na contract. Kumeisha nyuma tunafika wakati tutataja gharama za ujenzi wa uwanja. Ziko tayari. Standard costs zinalipa vitu vitatu. Tunaweza kufuata. Kuna construction costs ambapo tutaieleza kwa kusema mkataba na mkandarasi. Kwa ujenzi kwa foundation mpaka jengo litakapokamilika. Alafu kuna equipment and funds. Zote ni gharama za mradi. Kwa tunapokuwa kwenye kila hatua tutakuwa tunaelezea ujenzi, mkandarasi sisi tunasign, wakati tunakuja kupiga site tutaeleza gharama za ujenzi. Tunapofika kwenye commissioning tutaeleza. Kwa hiyo ni stages katika kila hatua ambayo tunaenda. It's not a game, it's a rich thing.